Mahakama ya Shanzu Mombasa nchini Kenya imepanga tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026 kuanza kusikiliza rasmi kesi ya ubakaji inayomkabili msanii mkongwe wa Bongo Flava Saif Shaban maarufu kama Matonya. Hatua hiyo inakuja baada ya kesi hiyo kutajwa na kuahirishwa hadi Juni 3 mwaka 2026 kwa ajili ya kutajwa tena baada ya kukamilishwa kwa baadhi ya stakabadhi muhimu kutoka pande zote mbili, ambapo hatua za awali za kisheria zinaendelea na kabla ya kuanza kwa usikilizwaji rasmi wa shauri hilo. Na ikumbukwe ya kwamba Matonya alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza April 9 mwaka 2026 akikabiliwa na shtaka la ubakaji linalodaiwa kutokea tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2026 katika eneo la Josi Joka Apartments, kaunti ndogo ya Nyali, ambapo anadaiwa kumwingilia kimwili mwanamke aliyetajwa kwa herufi ya JG bila ridhaa yake. Mbali na shtaka hilo kuu, msanii huyo pia anakabiliwa na shtaka la mbadala la kushika sehemu za siri za mtu mzima bila ridhaa, ambapo mahakama ilimpa dhamana ya shilingi 500,000 za Kenya ambazo ni takribani shilingi milioni 10 za Tanzania kwa sharti la kuwa na mdhamini mmoja raia wa Kenya mwenye uwezo huo wa kutoa kiasi hicho kwa ajili ya kupata dhamana, ambapo Matonya ameipata na yuko nje kwa hivi sasa. Aidha, pasipoti yake imeamriwa kubaki mahakamani huku mamlaka za uhamiaji zikipewa taarifa ili kumzuia kusafiri bila kibali, ambapo upande wa mashtaka uliomba kuwekwa kwa masharti magumu zaidi ya dhamana, ikiwemo kuzuia kusafiri nje ya nchi bila kibali maalum. Wakati wa utetezi aliomba masharti nafuu, akisisitiza kuwa mshtakiwa yuko tayari kushirikiana na mahakama. Umeona, kwa hiyo ni issue ambayo inamhusu Matonya na imekuwa kubwa sana mtandaoni tangu mwezi wa 4. Jambo hili limeonekana kuwa ni lenye hatamu kubwa sana, maoni yamekuwa ni mengi sana. So tusubiri kuona hiyo tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026 mambo yatakavyokuwa kuhusiana na kesi ambayo inamkabili mwanamuziki huyo mkongwe kutokea hapa nchini Tanzania, Saif Shaban maarufu kama Matonya. Asante sana kwa updates hizi ambazo nakwenda kunipa. Hebu niambie nini ambacho leo kimeendelea hapo na Matonya? Leo tumewahi kuitikia wito wa mahakama ambayo inaitwa mention. So tumeenda, ambayo ilikuwa ni tarehe za leo, tarehe 30. Lakini mention hiyo imetakiwa pia kurejelewa mention nyingine ambayo itafanywa tarehe 3 mwezi wa 6. Kwa nini mention imebidi iende tena tarehe 3 mwezi wa 6? Ni kwa sababu ina documents ambazo zilikuwa zinapaswa kuwa ili mradi kesi ianzishwe ni kama hazijakamilika kwa niaba ya koti. So kumaanisha kuna paka inapokuja kesi inaanzwa kusikizwa, huwa everything imekuwa gathered na mastakabadhi zote ambazo zinahitajika kesi kufunguliwa. So tunarejea tena kwa mwitikio mwingine ambao itakuwa tarehe 3 mwezi wa 6, alafu tarehe 17 mwezi wa 6 ndio inaanza kusikizwa hearing ya kwanza.